Congratulations to Singida. They started the game better than us, of course, scoring the first goal. I think we were still in it after the first goal, but of course the mistake leading to the second goal is what really deflated the team. Then we regrouped and came back, but the early free kick early in the second half is really what dropped everything. Two big chances, keeper with a header just before halftime. To make it 2-1, Mokwala here in the end. Definitely chances enough to come back, and we fought up until the end, but definitely not the first half to be able to qualify. First half not good enough, especially the start of the game, to be able to qualify for the final. No, it's the third game in 6 days. You could see the freshness was not there. Very slow to the ball, very slow on the. And then coming out to Singida's home ground, the neighboring province, a lot of traveling definitely took the toll out of the players today. And in the first half, the second goal is what changed the whole entire match. Yeah, well, we've got 7 players in the national team that we won't prepare with. Of course, younger, I think they only have 3. But we will prepare, we will be ready. This is what we've fought for. We played big matches like this throughout the entire CAF tournament, and we're strong. We have enough time to recover. There's no fixture being put every 2 days. So we have the FIFA break now. Our players will have some rest, recover, refresh. That intensity of the match in the CAF Confederations Cup, still we're feeling it in the legs today. But now is the time to refresh, time to be strong, and our fans will be behind us, and we'll be ready for the derby. Definitely not the first 20 minutes up until the second goal. Definitely not. Not the way we should start, but after that we were good. Thank you, best of luck. Thank you. Kocha Fadlu Davis nikizungumza naye huyo mara baada ya kumalizika kwa dakika 90. Mchezo ulikuwa ni mgumu kama ambavyo umemsikia, na kwa sasa moja kwa moja anakwenda kuungana na kocha mkuu wa kikosi cha Singida Black Stars, David Ouma. Huyo hapa. Coach, hongera sana kwa mchezo mzuri, lakini pia hongereni kwa matokeo ya ushindi katika mchezo leo. Yeah, first of all tutakurudisha Mungu shukrani kwa ushindi wa leo. Sawa. Of course nilisema kitu moja. Tumeipoteza Dar es Salaam, tunashinda Babati. Tukasema tunaangalia outcome ya mechi. Outcome ya mechi 3-1. Tumelia kuhusu mambo yote ya referee ama contacts? Hapana. Tumelia jambo lolote lile litakuwa pale? Hapana. Karibu Singida. Kitu muhimu sasa hivi ni wachezaji wangu lazima waelewe hii ndio kiwango ambayo watacheza mechi zote. Kama wataweza kujitunza wenyewe vizuri na wajieke vizuri kwa kucompete, ni kitu muhimu. Kwa sababu hapa tunasema kuwa timu ambayo inapata CAF ticket namba 4 mara mingi wana struggle. Lakini Singida Black Star ni project. So tutatilia maanani kumaintain, vile nilisema mwanzoni, kumaintain quality ya Singida Black Stars. Hapo ndo mawazo zetu zipo kwa sasa hivi. Kitu muhimu tunaangalia outcome. So tuko na tolerance na resilience. Today resilience umeona. Jana kwenye mahojiano ulisema una kikosi kipana sana, na leo utakuja kuonyesha Simba na umefanikiwa kufanya hivyo. Unadhani ulikuwa bora kwenye eneo lipi hasa kiasi kwamba umefanikiwa kuwafunga Simba magoli 3-1? Ya, kitu cha kwanza natakushukuru Mwenyezi Mungu kuwa mara nyingi football every day, kama ni mtu mzuri unasoma zaidi. Mimi ni kocha ambaye siogopi kupea mchezaji yoyote nafasi. Na si ajabu sisi Singida Black Stars ni timu ya rotation. Kweli sisi ni rotation. Nimebadilisha wachezaji, nimewaleta wapya na wameperform jinsi ambavyo tunawatarajia kama timu. Kitu muhimu napewa wachezaji wangu kongole, lazima wakuwe na patience kwa muda wao. Wakiupata wanatumia vizuri. Nimewaleta leo, angalia mchezaji kama Gadiel, amecheza fantastic. So kitu muhimu ni hivi, lazima tuendelee katika hii mtindo na katika hii njia ambayo tumeupata. Umefanikiwa kutinga hatua ya finali. Mechi yenu inayofuata kwenye mashindano haya ni dhidi ya Young Africans kwenye mchezo wa finali. Walau kwa nusu dakika, unalipi la kusema? Of course, reality ni sisi sasa hivi kama Singida Black Stars tunaangalia outcome ya kila mechi. Ili ndio liko mawazo letu. So mawazo letu tunasema either kama tuko na attitude positive ama attitude negative, lazima tukuwe na discipline, na motivation yetu ni zile point 3. Shukran. Asante sana.
Ni kocha mkuu wa kikosi cha Singida Black Stars, David Ouma. Umemsikia kile ambacho amekizungumza. Kinachofuata kwa sasa ni kwa mchezaji bora wa mchezo huu wa leo, na kama ambavyo anaonekana hapa, Emmanuel Kwame Keyeke ndio ambaye ameteuliwa kuwa mchezaji bora, na kama ambavyo inaonekana hapa mfano wa hundi wa shilingi milioni 1. Nataka nisikie walau kwa uchache kutoka kwa Emmanuel Kwame Keyeke. Emmanuel Kwame Keyeke, first of all, congrats for the game, but also congrats for the result. Thank you very much. Let me say a very big thank you to God. He is the reason we are here. Without him, we can't accomplish this. Back to the game, it was a very tough game, a very difficult game. You know, we are coming from a defeat in the NBC Premier League. So coming into this game, we are very determined that we are not going to lose twice on a trot. So we're very determined to win this game, and God being so good, we won it. We'll go in all out like we came in this afternoon. We'll fight to win the trophy. Thank you. Shukran. Ni Emmanuel Kwame Keyeke nikizungumza naye mara baada ya kumalizika kwa dakika 90 katika uwanja huu wa Tanzanite. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya kukufikia mahali kokote pale ulipo kutokea hapa chini kwenye touchline, mimi ni Hassan Ahmed. Asante hadi wakati